Jambo na karibu katika taarifa yetu ya habari za asubuhi leo, ikiwa ni tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka 2026, ikiwa itakuwa ni mara yako ya kwanza kufuatilia habari kupitia mtandao wetu wa YouTube Congo Post News. Hakikisha unajiabone na comment, vile vile unapartager ili wengine waendelee kupata habari zetu za kila siku kupitia mtandao wetu wa YouTube Congo Post News. Mpendwa msikilizaji, mtazamaji, unaweza kutuandikia kwenye namba ambayo unaendelea kuiona kwenye video, kwenye picha, na ukatujuza unaendelea kutufuatilia ukiwa sehemu gani, na hapo unaweza kutupatia maoni yako aidha mapendekezo yako. Langu jina ni Idi George Idi Elisha, nikiendelea kutangaza kila siku kupitia mtandao wetu wa YouTube Congo Post News. Karibu katika taarifa yetu hii ya asubuhi tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka wa 2026. Karibu. Tuanze na habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako hali ya kibinadamu inaendelea kuwa changamoto katika eneo la Mbinga Nord katika wilaya ya Kalehe mkoani Kivu Kusini. Hii ni kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa Nouvelle Société Civile Congolaise NSCC tawi la Mbinga Nord, ambalo limeomba mamlaka pamoja na mashirika ya kibinadamu kuongeza haraka msaada wa maelfu ya watu walioathirika na vita. Kwa mujibu wa NSCC, maeneo yaliyo katika hali ya wasiwasi zaidi ni Nyabibwe, Mweha na Karongo, ambako kuna watu waliokimbia makazi yao pamoja na baadhi ya familia zilizorejea katika maeneo yao baada ya kukimbia kutokana na machafuko. Taarifa hiyo inaeleza kwamba familia nyingi zinaishi katika mazingira magumu, huku upatikanaji wa mahitaji muhimu ikiwa mdogo. Miongoni mwa changamoto zinazowakabili ni ukosefu wa chakula cha kutosha, makazi salama, huduma za afya pamoja na vifaa muhimu vya matumizi ya kila siku. Baadhi ya familia zimejaribu kujitegemea kwa kutumia rasilimali chache walizonazo. Hata hivyo, uwezo wao wa kukidhi mahitaji ya msingi unaonekana kuwa mdogo kutokana na madhara ya muda mrefu yanayosababishwa na vita na kuhama kwa lazima. Kwa upande mwingine, hali hii inaweza kuongeza hatari ya matatizo ya kiafya, hasa pale ambako familia hazina chakula cha kutosha na wanaishi katika mazingira yasiyokuwa na usafi au mazingira yasiyofaa. Rais wa NSCC Mbinga Nord Benjamin Mungazi ameonya kwamba baadhi ya familia zinashindwa kupata mahitaji yao ya msingi. Ana hofu kwamba endapo msaada wa haraka hautatolewa, hali ya kiafya inaweza kuwa mbaya zaidi. Miongoni mwa hatari zinazotajwa ni utapiamlo pamoja na magonjwa yanayoweza kuhusishwa na mazingira magumu ya maisha. Hapo ndipo swala hili linakuwa zaidi ya ukosefu wa chakula pekee. Watu wanaorejea katika maeneo yao wanahitaji mazingira ambayo yanawawezesha kuanza maisha yao upya. Bila chakula, makazi, huduma za afya na usalama na wa kutosha, kurejea kwao kunaweza kugeuka kuwa changamoto nyingine kubwa ya kibinadamu. Kwa sababu hiyo, NSCC imeomba mamlaka za serikali na mashirika ya misaada kuingilia kati kwa haraka. Miongoni mwa mahitaji yanayotajwa ni chakula, makazi ya dharura, huduma za matibabu pamoja na vifaa muhimu vya matumizi ya nyumbani. Lakini NSCC haijaishia kwenye msaada wa dharura pekee, bali pia imependekeza kuanzishwa kwa shughuli za kuzalisha mipato kwa familia zinazokumbwa na vita. Hatua hiyo inaweza kusaidia wakimbizi waliorejea kujenga upya maisha yao na kupunguza utegemezi wa misaada. Kwa mfano, ikiwa familia zitapata fursa za kufanya shughuli ndogo ndogo za kiuchumi, zinaweza kuanza kupata kipato cha kununua chakula, kulipia mahitaji ya watoto na kukidhi mahitaji mengine ya msingi. Kile kinachojitokeza katika taarifa hii ni kwamba hatari za vita hazionekani tu kwenye mapigano au maeneo yanayodhibitiwa na makundi yenye silaha. Madhara yake yanaendelea pia katika maisha ya kila siku ya raia. Familia inapolazimika kukimbia makazi yake, inapoteza nyumba, mali, vyanzo vya kipato na wakati mwingine upatikanaji wa huduma muhimu. Hata baada ya kurejea, si rahisi kuanza maisha upya bila msaada. Kwa hiyo, hali ya Mbinga Nord inaonyesha umuhimu wa kuunganisha misaada ya dharura na mipango ya muda mrefu ya kurejesha maisha ya jamii zinazoathiriwa na vita.
Kwa ujumla, NSCC ya Mbinga Nord imetoa wito wa kuchukuliwa kwa hatua za haraka katika maeneo ya Nyabibwe, Mwea na Karongo ili kuzuia hali ya kibinadamu kuzorota zaidi. Mamlaka za umma, mashirika ya kitaifa na kimataifa ya kibinadamu pamoja na watu wenye uwezo wa kusaidia wameombwa kuimarisha juhudi zao. Ujumbe mkubwa kutoka Mbinga Nord ni kwamba msaada uhitajiki kwa ajili ya kuokoa maisha pekee, bali pia kusaidia familia zilizokimbia na kurejea kujenga upya maisha yao kwa heshima na kujitegemea. Tuendelee na habari kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ametangaza kwamba hivi karibuni atalihutubia taifa ili kutoa ufafanuzi kuhusu mpango wa kuanzisha mazungumzo ya kitaifa jumuishi nchini humo. Tangazo hilo limetolewa wakati Rais Tshisekedi akiwa katika ziara nchini Gabon ambako alikutana na baadhi ya wanachama wa diaspora wa Kongo katika mji wa Libreville. Mazungumzo hayo yalihusu kwa kiasi kikubwa juhudi za kutafuta amani mashariki mwa nchi ya DRC, hasa michakato ya Washington na Doha, mpango na mazungumzo wa kitaifa. Katika mazungumzo hayo, Tshisekedi alisitiza kwamba serikali yake itaendelea kutafuta njia za kufikia amani ya kudumu, huku akisitiza pia umuhimu wa kulinda uhuru, mamlaka na uadilifu wa ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa kauli ya rais, mazungumzo hayo yanakusudia kuwa tofauti na mijadala mbalimbali ya kisiasa ambayo imewahi kufanyika nchini DRC. Tshisekedi amesema wazi kuwa mazungumzo haya yatakuwa tofauti na mazungumzo yote ambayo nchi hii imewahi kuyajua. Kauli hii inaashiria kwamba serikali inaweza kuwa inatafuta mfumo mpya wa kuwakutanisha makundi mbalimbali ya kisiasa na ya kijamii ili kujadili mustakabali wa nchi, wakati ambako DRC bado inakabiliwa na changamoto kubwa za kiusalama, hasa katika maeneo ya mashariki. Tangazo hili linakuja katika kipindi ambacho juhudi za kidiplomasia za kutafuta suluhisho la mgogoro unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinaendelea kupitia mchakato wa Washington na mazungumzo ya Doha. Kwa upande mmoja, mchakato wa Washington unahusisha juhudi za kitaifa za kupunguza mvutano na kutafuta suluhisho la kisiasa na kiusalama. Kwa upande mwingine, Doha imekuwa muhimu katika mawasiliano yanayohusisha serikali ya Kinshasa na upande wa M23. Hivyo mazungumzo ya kitaifa yanaweza kuwa hatua za ndani ya Kongo ya kujenga makubaliano mpana kuhusu namna ya kushughulikia mgogoro wa kisiasa, kiusalama na kijamii. Hata hivyo, swali kubwa litakuwa ni nani atakayeshiriki katika mazungumzo hayo, ajenda yake itakuwa ipi na mipaka ya mazungumzo itakuwa wapi. Hili ni jambo muhimu kwa sababu serikali imekuwa ikisisitiza kulinda mamlaka na uadilifu wa taifa. Kwa sasa Rais Felix Antoine Tshisekedi hajatoa maelezo yote kuhusu tarehe ya hotuba hiyo wala muundo kamili ya mazungumzo ya kitaifa, lakini ahadi yake ya kulihutubia taifa inatarajiwa kutoa mwanga zaidi kuhusu mpango huo. Kwa wananchi wa nchi ya DRC, hotuba hiyo inaweza kuwa muhimu sana kwa sababu inaweza kueleza hatua za kufuata katika mchakato wa amani, nafasi ya mazungumzo ya kitaifa na namna serikali inavyokusudia kuunganisha juhudi za ndani na zile za Washington na Doha. Tuendelee na habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako tukio la moto mkubwa umeacha majonzi na hali ngumu ya maisha katika eneo la Chimpwiji katika eneo la Kabare mkoani Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa taarifa kutoka eneo hilo, watu wawili wapoteza maisha huku zaidi ya kaya 100 ikiathiriwa na janga hilo baada ya moto mkubwa kuzuka katika usiku wa kuamkia Jumamosi. Moto huo ulianza majira saa 7 usiku wakati wakazi wengi wakiwa wamelala. Kutokana na muda ambao moto huo ulianza na kasi ya kusambaa kwa miali, wananchi walikabiliwa na changamoto kubwa katika kuzima na kuokoa mali zao. Moto huo umeteketeza nyumba kadhaa pamoja na mali mbalimbali za thamani. Baadhi ya familia zimepoteza karibu kila kitu walichokuwa nacho, hali ambayo imeongeza ukubwa wa madhara ya janga hili. Katika jitihada za kuzuia moto huo usiendelee kusambaa kutoka nyumba moja kwenda nyingine, baadhi ya makazi yalilazimika kubomolewa kwa makusudi ili kutengeneza nafasi ya kuzuia moto kufika maeneo mengine. Hatua hiyo, ingawa ilikuwa ina lengo la kulinda nyumba nyingine, imeongeza idadi ya familia zilizobaki bila makazi. Zaidi ya kaya 100 sasa zinakabiliwa na hali ya sintofahamu baada ya kupoteza makazi yao. Familia
familia hizo zinahitaji msaada wa haraka ili ziweze kukabiliana na siku za kwanza baada ya janga. Mahitaji yanayotajwa kuwa ya dharura ni pamoja na chakula, mavazi, blanketi, dawa na sehemu salama pa kuishi. Kwa familia zilizopoteza mali zao kwa siku moja, changamoto si tu kupata mahali pa kulala bali pia kurejesha maisha yao ya kila siku. Watoto, wazee na watu wengine walio katika mazingira magumu wanaweza kuathirika zaidi iwapo msaada hautapatikana kwa wakati. Kutokana na ukubwa wa janga hilo, Societe Civile Force Vive de Mudusa imetoa wito kwa mamlaka za serikali, mashirika ya kibinadamu na watu wenye uwezo wa kusaidia kuingilia kati kwa haraka. Mashirika hayo yanatakiwa kusaidia waathirika kupata mahitaji muhimu katika kuratibu vizuri misaada ili kuhakikisha kwamba familia zilizoathirika zinafikiwa kwa usawa. Tukio hili linaonyesha kuwa mara nyingine jinsi majanga ya moto katika maeneo yenye wakazi wengi yanaweza kuleta madhara makubwa kwa jamii ndani ya muda mfupi. Moto unaotokea usiku huwa hatari zaidi kwa sababu watu wengi huwa wamelala, hivyo muda wa kugundua moto, kuamsha familia na kuokoa mali huwa ndogo zaidi. Zaidi ya hayo, pale ambako hakuna vifaa vya kutosha vya kuzima moto au miundombinu bora ya kukabiliana na majanga ya moto, moto unaweza kusambaa kwa kasi na kuathiri nyumba nyingi. Kwa Chimpwiji, changamoto kubwa sasa ni kuzima moto pekee, si tu kuzima moto pekee bali ni kuwasaidia waathirika kurejea katika maisha ya kawaida. Kaya zaidi ya 100 zinahitaji makazi ya muda, chakula, mavazi na huduma za afya. Pia tukio hili linaibua umuhimu wa kuimarisha mifumo ya tahadhari na mwitikio wa haraka kwa majanga katika maeneo ya makazi ya wananchi. Kwa sasa taarifa zinaeleza kuwa watu 2 wamefariki dunia, zaidi ya kaya 100 zimeathiriwa na moto huo wa Chimpwiji. Nyumba na mali zimeharibiwa huku baadhi ya familia zikibaki bila sehemu ya kuishi. Jukumu kubwa kwa sasa liko kwa mamlaka, mashirika ya kibinadamu na jamii kwa ujumla kuhakikisha waathirika wanapata msaada wa haraka na unaoratibiwa vizuri. Tuendelee na habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako katika muktadha wa vita vinavyoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Corneille Nangaa, mratibu wa muungano wa waasi wa M23, ametangaza kauli zinazozua mjadala mkubwa kuhusu mwelekeo wa harakati za muungano huo. Kwa mujibu wa kauli aliyonukuliwa, Nangaa amesema kwamba utulivu wa Minembwe haupaswi kuhakikisha kutoka Goma na Bukavu pekee, bali pia kutoka Fizi, Baraka, Uvira na Kalemi, na zaidi kutoka Kolwezi na Lubumbashi. Kauli hii inaonekana kupanua zaidi eneo ambalo M23 inaliona kuwa muhimu kwa usalama na ushawishi wake. Hata hivyo, ni muhimu kutofautisha kati ya kauli ya kisiasa au kimkakati na hatua halisi ya kijeshi. Taarifa hii pekee haithibitishi kwamba muungano huo umeanza operation ya kutoa maeneo hayo. Minembwe iko katika eneo la juu la Fizi, Kivu Kusini, na imekuwa eneo muhimu katika migogoro ya muda mrefu ya kijamii, kisiasa na kijeshi. Kwa hiyo Corneille Nangaa anapozungumzia kuhakikisha utulivu wa Minembwe kupitia Fizi, Baraka na Uvira, anagusa ukanda mpana wa kijiografia unaounganisha maeneo muhimu ya Kivu Kusini. Taarifa ni Fizi ni eneo yenye umuhimu mkubwa kwa sababu inaunganisha maeneo ya Kivu Kusini na sehemu nyingine za mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baraka ikiwa kwenye mwambao wa Ziwa Tanganyika pia ina umuhimu wa kiuchumi na kimkakati. Uvira nayo iko karibu na mpaka wa Burundi na ni lango muhimu kuelekea kaskazini na kusini. Kutajwa kwa Kalemi katika Tanganyika kunafanya kauli hii kuwa pana zaidi kwa sababu Kalemi iko kwenye ukanda wa Ziwa Tanganyika na ina uhusiano muhimu wa kibiashara na usafirishaji. Sehemu inaozua maswali makubwa zaidi kutoka kauli hii ni kutajwa kwa Kolwezi, Lubumbashi, miji mikubwa ya jimbo la Okatanga. Kwa mtazamo wa kimkakati, kutaja miji hiyo kunaweza kutafsiriwa kama kuonyesha kwamba viongozi wa M23 wanaangalia swala la usalama kwa mtazamo mpana zaidi ya maeneo ambayo yamekuwa yakihusishwa moja kwa moja na vita vya M23. Lubumbashi ni kituo kikubwa cha kisiasa, kiuchumi, kibiashara nchini Kongo. Kolwezi nayo ni moja maeneo muhimu zaidi ya uchimbaji madini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa kutokana na rasilimali kama shaba na kobalti.
Kwa hiyo kutajwa kwa miji hiyo hakupaswi kuchukuliwa kiurahisi. Lakini pia bila ushahidi wa operation au mpango wa kijeshi unaoelekea huko, si sahihi kusema kwamba M23 tayari inalenga kuteka Kolwezi au Lubumbashi. Kauli hii inaweza kuwa na maana mbili. Kwanza, inaweza kuwa ujumbe wa kisiasa na kimkakati unaolenga kuonyesha kwamba M23 inataka ushawishi mkubwa katika maeneo yanayozunguka Minembwe na kusini mwa Kivu. Pili, inaweza kuwa sehemu ya mkakati wa mazungumzo ambapo kutaja maeneo mengi kunatumika kuongeza uzito wa madai ya nafasi ya kisiasa ya muungano huo katika mazungumzo ya amani. Hapo ndipo kunapaswa kuwa na uangalifu. Kauli ya kiongozi wa kundi la waasi haimaanishi moja kwa moja kwamba jeshi lake lina uwezo au limeamua kutekeleza kila jambo linalotajwa. Taarifa hii pia inaibua mjadala kuhusu mkakati wa serikali ya Kongo. Kwa upande mmoja, serikali inaendelea kuhusika katika juhudi za kidiplomasia na mchakato wa Doha pamoja na hatua zinazolenga kujenga mazingira ya mazungumzo. Kwa upande mwingine, wakosoaji wa serikali wanaona kwamba hatua za kisiasa na kidiplomasia zinapaswa kuambatana na mkakati madhubuti wa usalama ili kuzuia makundi yenye silaha kupanua maeneo yao ya ushawishi. Kutolewa kwa baadhi ya wafungwa waliokuwa wakidaiwa na M23 pamoja na utetezi wa wakilishi katika mfumo wa ufuatiliaji na wa usitishaji wa mapigano kunaweza kutazamwa kama hatua za kujenga imani kati ya pande zinazohusika. Lakini changamoto kubwa iko kwenye utekelezaji wa mambo hayo ardhini. Mazungumzo ya amani yanaweza kuwa na thamani kubwa kisiasa, lakini kwa wananchi wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kipimo muhimu zaidi ni kama yanaweza kupunguza mapigano, kulinda raia na kuruhusu watu waliokimbia makazi yao kurejea. Ikiwa mazungumzo yanaendelea lakini mapigano, uhamishaji wa raia na hofu vinaendelea, wananchi wanaweza kupoteza imani ya mchakato huu. Ndio maana kauli ya Corneille Nangaa inakuja wakati muhimu sana. Inaonyesha kwamba wakati wa diplomasia wanapozungumza mezani, hesabu za kisiasa na kimkakati pande zinazopigana bado zinaendelea ardhini. Kauli ya Corneille Nangaa kuhusu Minembwe, Fizi, Baraka, Uvira, Kalemi, Kolwezi na Lubumbashi ni ujumbe wenye uzito kisiasa na kimkakati. Hata hivyo, haipaswi kutafsiriwa moja kwa moja kama tangazo la operation ya kijeshi ya kutoa Kolwezi na Lubumbashi. Kinachothibitishwa hapa ni kauli yake, namna alivyoeleza eneo nalo liona kuwa muhimu kwa usalama wa Minembwe. Kwa sasa macho yanaelekezwa kwenye swali moja kubwa: je, kauli hizi zitabaki kuwa msimamo wa kisiasa katika meza mazungumzo au litaambatana na mabadiliko halisi ya harakati za kijeshi katika kusini mwa Kivu Kusini na maeneo mengine? Jibu la swali hilo litategemea matukio yatakayotokea ardhini katika siku za wiki zijazo. Baada ya kusikiliza matangazo yetu ya habari kutoka sehemu mbalimbali mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mpendwa msikilizaji na mtazamaji, acha nikuingie moja kwa moja na habari za kimataifa. Karibu. Hili ya BBC, hujambo na karibu. Mimi ni Karorobi. Matumaini yangu umeshinda salama popote pale ulipo, na mimi ni Skola Kisanga. Tulionayo katika dira ya dunia. Tume ya uchaguzi nchini Zambia imesitisha shughuli za kuhesabu kura kufuatia maafisa wake kushambulia vituoni. Watu wasiopungua 8 wamefariki dunia katika mafuriko yaliyoikumba Japan. Katika nyota wa wiki tunamwangazia Neema Suria, mwanamuziki kutoka Zanzibar ambaye amejizolea umaarufu kupitia kipaji chake cha kupiga ala ya fiddle maarufu kama violin. Kiwa napiga violin najisikia kama niko ulimwengu mwingine kabisa. Unajua, muziki ni kitu ambacho kinatumika kama tiba ya nafsi. Na katika mjadala hii leo tunaangazia mashindano ya soka ya wanawake Afrika WAFCON, ambapo fainali za mashindano hayo ni Jumapili hii. Kameruni washawahi kufika katika hatua hii kwa sababu ni mara yao ya 4 kufika katika fainali ya michuano ya mataifa Afrika kwa upande wa wanawake. Ila kwa Malawi, timu ambayo ni mara ya kwanza wanashiriki katika hii michuano na historia ambayo ameiweka ni jambo kubwa sana. Na katika michezo ya mabingwa wa EPL, Arsenal the Gunners kushuka dimbani dhidi ya Manchester City weekend hii katika mechi ya kuwania ngao ya jamii. Kwa mengi zaidi ni hapo baadaye katika makala ya spoti, nami Shuaib Ibrahima.
Lakini kwanza taarifa ya habari nami Isabela Mwagodi. Tume ya uchaguzi ya Zambia imesitisha shughuli ya kuhesabu kura kufuatia uchaguzi mkuu uliofanyika Alhamisi, ikitaja ripoti za ghasia zinazolenga wafanyakazi wa vituo vya kupiga kura. Katika uamuzi utakaopitiwa upya ndani ya saa 24, mwenyekiti wa tume Mwangala Zalumis alisema mashambulizi katika baadhi ya vituo vya kuhesabu kura yamesababisha kuibiwa kwa karatasi za kura zilizotiwa alama. Awali mgombea urais wa upinzani Brian Mundubile alidai ushindi, huku akielezea hofu yake kuwa kuchelewa kwa mchakato wa kutangaza matokeo kunaweza kusababisha mianya ya udanganyifu. Rais aliyeko madarakani Hakainde Hichilema anawania mhula wa pili katika kile kinachochukuliwa kuwa moja ya nchi zenye demokrasia thabiti zaidi barani Afrika. Alitoa taarifa akiwataka wananchi kubaki watulivu. Huyu hapa mwenyekiti wa tume Mwangala Zalumis. The Electoral Commission of Zambia. Tume ya uchaguzi ya Zambia imepokea kwa wasiwasi taarifa za vitendo vya vurugu wakati wa kuhesabu na kutangaza matokeo katika baadhi ya wilaya. Na vurugu hizo zimewalenga maafisa wa uchaguzi, na katika baadhi ya matukio zimesababishwa pia kuibiwa kwa karatasi za kura zilizopigwa na masanduku ya kura. Na kwa kuzingatia hali ya usalama pamoja na vitisho vinavyoendelea vya kutokea kwa vurugu, basi tumeamua kwa mara moja kusitisha zoezi la kuhesabu na kutangaza matokeo nchini kote. Uamuzi huu umechukuliwa kwa mujibu wa kifungu cha 67, kifungu kidogo cha 3 cha sheria ya mchakato wa uchaguzi nambari 35 ya mwaka ule wa 2016. Tume itapitia uamuzi huo wa kusitisha zoezi ndani ya saa 24. Within 24 hours. Wakati sehemu kubwa ya Ulaya ikikabiliwa na wimbi la 5 la joto kali msimu huu wa kiangazi, maafisa nchini Croatia wanasema watu 10 wanapokea matibabu katika chumba cha wagonjwa mahututi baada ya wazima moto kutumia usiku kucha kupambana na moja ya moto mkubwa zaidi kuwahi kutokea katika historia ya nchi hiyo. Takriban watu 2,000 walihamishwa kutoka vijiji vinavyozunguka eneo la Omis kwenye pwani ya Adriatic, huku moto huo mkali ukiunguza milima jirani. Wakazi wengine nchini Ujerumani walielekezwa kuondoka kijiji chao kilichoko karibu na mpaka wa Ubelgiji kutokana na moto uliokuwa ukiwaka. Aidha, nchini Ufaransa, mamia ya watu walihamishwa kutoka kijiji cha Luglon baada ya moto mkubwa wa porini kuzuka katikati ya msitu wa eneo hilo. Msimu huu wa kiangazi umeshuhudia mfululizo wa moto wa misitu kote barani Ulaya, ukichochewa na joto kali na ukame katika sehemu kubwa ya bara hilo. Msemaji wa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ametetea kauli yake alipotaja taifa la Uingereza kuwa Jamhuri ya Kiislamu. Taarifa zaidi na Sarafina Robi. Kwenye mahojiano kupitia mtandao wa podcast na redio ya jeshi la Israel, Netanyahu alisimulia kukutana na mjukuu wa Winston Churchill, akamtaja kama kipenzi cha Israel, na kisha kusema huwezi kupata mtazamo wa aina hiyo nchini Uingereza kwa sasa, akidai kuwa taifa hilo linajulikana kama Jamhuri ya Kiislamu ya Uingereza. Uingereza na Israel zimekuwa washirika kwa muda mrefu, lakini uhusiano wao umezidi kuwa wa malumbano tangu kuanza kwa vita huko Gaza. Hata hivyo, serikali ya Uingereza bado haijajibu kauli hiyo hadi kufikia sasa. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Wanaharakati wamejaribu kufikisha misaada kwa Palestina ambao wamezuiliwa majumbani mwao kwa takriban wiki moja na walowezi wa Kiyahudi katika eneo la Ukingo wa Magharibi. Kundi hilo liliacha maji na vitafunio karibu na malango ya mojawapo ya nyumba katika kijiji cha Kusra ambako familia 2 za Kipalestina zimekuwa zikizuiliwa. Hapo awali idadi ndogo ya walowezi walikuwa wamerejea na kusimamisha hema karibu na nyumba hizo, lakini baadaye walifurushwa. Jeshi la Israel na polisi wa mpaka walifanya operesheni jana Alhamisi kujaribu kuwatawanyisha walowezi wote kutoka eneo hilo. Morocco na Hispania zimeimarisha zaidi usalama kando ya mpaka wa eneo la Ceuta Hispania kaskazini mwa Afrika ili kuzuia kujirudia kwa tukio la wahamiaji kuvuka mpaka kwa wingi uliofanyika mwezi uliopita. Hatua hiyo inajiri kufuatia jumbe zilizochapishwa kwenye mitandao ya kijamii zilizodokeza kuwa Jumamosi hii kunaweza kushuhudiwa jaribio lingine la kuvunja mpaka huo. Serikali ya Morocco ilisema kuwa juhudi zote zinafanyika kuzuia kufurika kwa watu kwa eneo hilo, huku walinzi wa mpaka wa Hispania wakisema wanaweka ushauri kwenye mitandao ya kijamii wakionya wahamiaji hao. Serikali ya Hispania inakadiria kuwa takriban wahamiaji 5,000 wamebakia katika eneo la Ceuta baada ya kuwasili mwezi Julai, na inasema inachukua hatua za kisheria kuwarejesha Morocco. Na rais wa Chad Mahamat Deby
kumpa msamaha waziri mkuu wa zamani na kiongozi wa upinzani Success Masra ambaye alihukumiwa kifungo cha miaka 20 jela mwaka jana. Rais Deby aidha amewasamehe wanaharakati wengine 4 wa upinzani waliohukumiwa pamoja na bwana Masra kwa makosa yakiwemo kuandaa maandamano yaliyopigwa marufuku. Mwanasiasa Masra aliteuliwa kuwa waziri mkuu miezi 5 kabla ya kuwa mgombea katika uchaguzi wa rais wa mwaka 2024. Rais Deby aliingia madarakani mwaka 2021 baada ya baba yake kuongoza Chad kwa miaka 30 kuuawa na waasi. Hii ni BBC. Taarifa ya habari za dunia imesomwa na Isabela Mwagodi. Kwenye FM matangazo ya Dira ya Dunia nasikika kupitia 93.3 Nairobi na Mombasa na 88.1 Nakuru na Kisumu. Nchini Tanzania tegesikio kupitia redio shirika Radio Free Africa, Radio 5 na Radio Kwizera. Uganda unaweza kutupata kupitia Radio Kitara, Radio Paidha na Radio Lira. Ukiwa nchini Kenya yategesikio kupitia Must FM, Milele FM na Mwanedu FM, na DRC ni Liza Del Radio na Radio Muungano Beni. Aidha yako kwenye tovuti yetu moja kwa moja bbcnewswahili.com na kwenye ukurasa wetu wa Facebook na YouTube BBC News Swahili. Jioni huko na Mekarorobi nikiwa Nairobi, mwenzangu ni Skola Kisanga akiwa Dar es Salaam. Skola, habari ya jioni. Nani hapo ndipo tunapohitimisha matangazo yetu ya habari ya asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka 2026. Mpendo msikilizaji na mtazamaji, tukutane katika taarifa yetu ya habari za mchana ili upate kujua ni kinachoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, vile kona zote za dunia. Asante kwa kuungana nasi. Jina langu ni Idi George, Idi Elisha. Ukiendelea kutufuatilia kupitia mtandao wetu wa YouTube Congo Post News. Asante, chao.